Mnamo mwaka 2021, kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Ayubu alifanikiwa kupata dili la kununua nyumba kwa bei ya kutupwa, yaani bei ya chini mno. Ayubu alikuwa mfanyakazi wa kampuni ya ujenzi, na baada ya miaka mingi ya kuhangaika na maisha ya upangaji, hatimaye alifanikiwa kupata fedha za kununua makazi yake kwa mara ya kwanza. Aliambiwa kuwa kuna nyumba inauzwa kwa bei ambayo hata yeye hakuomba kuweza kupunguziwa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, usisahau kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu zinapowekwa hewani. Hii ni Simulizi Library. Ayubu aliuziwa nyumba na dalali maarufu sana. Nyumba ilikuwa na vyumba vitatu, sebule kubwa, choo cha ndani na bustani yenye maua ya kuvutia sana. Lakini kilichomvutia zaidi Ayubu ilikuwa bei poa sana, yaani kama zawadi. Hakuuliza mengi, alihamia mara moja. Siku ya kwanza baada ya kuhamia, alikuwa dukani kwa mangi. Jirani mmoja alimsimamishi na kumuuliza, "Wewe ndio umehamia pale kweli?" Ayubu akajibu kwa furaha, "Ndiyo kaka, nimepata sehemu ya ndoto zangu." Jirani akatikisa kichwa na kumwambia, "Kuwa makini ndugu yangu." Usiku wa kwanza katika nyumba mpya, Ayubu alisikia sauti ya mwanamke akilia kwa uchungu sana kutokea sebuleni, kana kwamba alikuwa anateswa. Alidhani ni kelele tu kutoka nje, lakini alipofungua mlango, upepo mkali ulivuma kutoka ndani, si nje. Sauti ikapotea ghafla. Alipoamka asubuhi, picha ukutani ya wanafamilia, baba, mama na watoto wawili. Pembeni ya ile picha kulikuwa na msalaba uliogeuzwa kichwa chini ukivuja damu. Ghafla ile picha ya wanafamilia wale wakaanza kutabasamu. Alianza kupiga maombi pale pale. Ghafla ile picha ya ule msalaba vikatoweka. Ayubu alianza kuuliza watu wa ule mtaa kuhusu historia ya nyumba ile aliyoinunua. Hakuna aliyeweza kuelezea vizuri. Kila mtu aliogopa kusema ukweli wa maneno yake. Wengine walimkwepa. Kesho yake alienda kazini kama kawaida. Muda wa kazi ulipoisha, Ayubu wakati anarudi nyumbani alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Ilipofika usiku, Ayubu akiwa amelala alisikia watu wanacheka sebuleni kwake. Alipoamka na kuangalia vizuri, hakuona mtu. Alipofunga mlango na kurudi kulala, muda kidogo akaanza kusikia sauti ya mwanamke analia kwa uchungu sana. Kitanda kilianza kutikisika chenyewe. Vioo vya dirisha vilipasuka ghafla. Ghafla kwenye kona ya chumba chake akatokea mtu kavaa nguo nyeupe sana yenye kung'aa kama jua. Upande wa pili sebuleni, sabufa na TV vikajiwasha venyewe na kusikika sauti za watoto wakiimba, "Tulisahaulika, tukalala ndani wenyewe, tunataka turudi hai." Walirudia hayo maneno mara kadhaa. Ayubu akaanza kuimba nyimbo za kumsifu Mungu na kisha akaanza kuomba kwa kukemea. Baada ya maombi ya muda, zile kelele zikakoma. Siku moja Ayubu alipokuwa jikoni, alisikia sauti ya mwanamke juu ya dari akisema, "Hii ilikuwa nyumba yetu, mimi na mume wangu." Rafiki yake akishirikiana na ndugu wa marehemu walitusababishia ajali mbaya ya gari ili warithi mali zote. Sasa kila atakayeishi hapa atailipia. Ayubu aligeuka haraka, lakini hakuona mtu. Wiki mbili baadaye, Ayubu akiwa anatoka kazini kwake, aliona watu bustanini kwake waliokuwa wamevaa kanzu nyeusi. Walikuwa wamesimama kimya wakimtazama. Ghafla akasikia sauti ya yule mwanamke ikisema, "Hii ni nyumba ya deni la damu. Aliyoiuza hakukueleza juu ya damu iliyomwagwa. Sasa ni bora uhame, sababu
au ulipe kwa ajili yake. Ayubu alilia sana. Alienda kulala kwenye nyumba ya rafiki yake. Kesho yake akajikaza na kurudi kulala kwenye nyumba yake. Usiku huo alijiota ndoto yupo sebuleni na wale watu walikuwa kwenye ile picha wanacheka, mara walie. Baadaye akaona ule msalaba unatoa damu nyeusi. Akashtuka kutoka ndotoni. Akiwa amekaa kitandani, akasikia sauti kutoka chini ya kitanda ikisema, umelala kwenye damu yetu. Ayubu aliamua kuomba ushauri kwa rafiki yake mmoja, dereva taksi. Yule dereva akamwambia, ndugu yangu, pole sana, ile nyumba usihame wala kuiuza, ila kumbuka hakuna kitu kigumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Nenda kanisani kaombe kwa bidii sana. Baada ya hapo mwambie mchungaji na baadhi ya waumini wenzako mwende mkaombe pale nyumbani kwako. Hakika haya mambo hayatojirudia tena. Ilipofika siku ya Sabato, Ayubu alifanya kama vile alivyoelekezwa na rafiki yake. Ila wakati anatoka kanisani kuelekea nyumbani, alikutana na mtu akamwangalia kwa jicho kali sana, kana kwamba anamchukia sana Ayubu. Baada ya maombi ya muda mrefu, Ayubu aliwasindikiza mchungaji na waumini wake waliokuja kumsaidia kufanya maombi nyumbani kwake. Toka siku hiyo hadi leo hii, Ayubu anaishi kwa amani sana. Alibarikiwa kupata mke na watoto mapacha 2 wazuri sana. Asante kwa kufuatilia hadithi yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Na hii ni Simulizi Library. Asante, kwa heri mpaka wakati mwingine.